Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, niombe kuiazima protocol ya salutation iliyotolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi, na kwa sababu hiyo mimi niende moja kwa moja kwanza kwa kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uzima wa afya ya miili, lakini afya ya roho tukaendelea kuwepo na vijana hawa ambao wako mbele yako kwa muda wa miezi 6 tukiendelea kwa salama. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba ya wageni wote ukiwepo wewe kwa kuwawezesha kuwasafirisha salama kuja kuungana na sisi katika tukio hili adhimu la kusherekea kufungwa au kuhitimisha mafunzo ya uofisa na mkaguzi msaidizi wa polisi kozi namba 1 mwaka 2025-2026. Mchanganuo wa wanafunzi. Mheshimiwa Rais, kozi ya uafisa na mkaguzi msaidizi wa polisi namba 1 25-26 ilifunguliwa rasmi tarehe 18 Disemba 2025 ikiwa na jumla ya wanafunzi 722 walioripoti toka Tanzania bara na visiwani, na sasa waliobaki ambao utakwenda kuwafungia mafunzo hivi punde ni 719 ambao tayari mkuu wa Jeshi la Polisi alikwisha wavisha vyeo katika tukio la awali kabla ya tukio hili. Kozi ya uafisa wapo 318, kati yao wanaume ni 266 na wanawake 52. Kozi ya mkaguzi msaidizi wapo 401, wanaume ni 336 na wanawake ni 65. Wanafunzi wawili Mheshimiwa Rais walifutwa mafunzo ambao ni PF 20547 Inspector Kuru Karebu Bwire, lakini wa pili ni WP 1119 12 Sergeant Irene George Nyimbo. Hawa walifutwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Lakini tunaye askari namba H Kenda 15 Sergeant Alex Kasunjuru, yeye alishindwa kuendelea na mafunzo kutokana na changamoto za kiafya. Mheshimiwa Rais, wahitimu wa leo wamejiunga na kozi hizi wakiwa na viwango mbalimbali vya elimu. Kwa upande wa kozi ya uafisa, wahitimu wana elimu za shahada ya pili, shahada ya uzamili, shahada ya kwanza, stashahada ya juu, stashahada pamoja na astashahada kwa mchanganuo ufuatao. Shahada ya pili wapo wahitimu 57 sawa na 17%. Shahada ya juu postgraduate diploma wapo 9 sawa na 3%. Shahada ya kwanza wapo 211 sawa na 66%. Shahada ya juu wapo 3 sawa na 0.9. Astashahada wapo 9 sawa na 3%. Kidato cha 6 wapo 2 sawa na 0.6. Kidato cha 4 wapo 10 sawa na 17 sawa na 5.3. Kwa upande wa kozi ya wakaguzi wasaidizi, viwango vyao vya elimu shahada ya pili wapo 11 sawa na 2.7. Shahada ya kwanza wapo 382 sawa na 95.2. Stashahada wapo 4 sawa na 1%. Asa shahada yupo 1 sawa na 0.2. Kidato cha 6 yupo 1 sawa na 0.2. Kidato cha 4 yupo 1 sawa na 0.2. Na darasa la 7 tunaye 1 sawa na 0.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, ufundishaji pamoja na umahiri na uzoefu na weledi wa
wakufunzi wetu vimesaidia sana kukamilisha mafunzo haya kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, wahitimu hawa ni zao la uwekezaji wa serikali yako kupitia utekelezaji endelevu wa sera bora unazoendelea kuzisimamia kwa umahiri mkubwa. Mafanikio haya yamechangiwa na kiasi kikubwa na juhudi zisizochoka za wakufunzi pamoja na uongozi wa chuo kwa ujumla waliosimamia na kuwaongoza wanafunzi hawa kwa weledi na uzalendo mkubwa. Mheshimiwa Rais, lengo la mafunzo kama nilivyokwisha eleza awali, lengo la mafunzo haya ni kuandaa viongozi madhubuti pamoja na kuimarisha viwango vya weledi, umakini na uwajibikaji katika kada za uongozi na utendaji kazi kwa maafisa na wakaguzi wasaidizi katika maeneo yao ya kazi watakayopangiwa na Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Mchakato uliotumika katika utoaji wa mafunzo kwa wahitimu hawa ulikuwa ni wa darasani na nje ya darasa, huku msisitizo mkubwa ukiwekwa katika mbinu za kujifunza kwa vitendo. Mkazo huu umetokana na uhalisia wa kazi za kipolisi ambazo kwa kiasi kikubwa zinategemea utekelezaji kwa vitendo katika mazingira halisi ya kazi. Mafunzo ya darasani. Mheshimiwa mgeni rasmi, wahitimu hawa wamefundishwa masomo ya darasani kama ifuatavyo. Uongozi wa polisi na usimamizi, police leadership and management, utawala wa polisi, police administration, sheria ya ushahidi, law of evidence, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, criminal procedure, sheria ya jinai, criminal law, stadi za upelelezi wa jinai, criminal investigation skills, haki za binadamu na upolisi, human rights and policing, stadi za mawasiliano ya kimkakati, strategic communication skills, stadi za kazi za jamii, social work skills, msimamo mkali na ugaidi, extremism and terrorism, masuala mtambuka, cross-cutting issues, kwata na gwaride za kijeshi, military drill and parade. Na Mheshimiwa Rais, umeona kile kilichoonyeshwa leo. Pia wamefundishwa matumizi ya silaha na mbinu za kujihami, weapon and military safety techniques. Mheshimiwa Rais, mbali na masomo haya, wahitimu hawa pia walipata mafunzo kutoka kwa wataalamu waliotoka nje ya Jeshi la Polisi ambao wana uzoefu na umahiri mkubwa katika masuala ya kipolisi na utawala wa serikali kwa ujumla. Lengo la kuwashirikisha wataalamu hawa wa nje ilikuwa ni kuwawezesha wahitimu hawa kuwa na upeo mpana kifikra, kuongeza ubunifu na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali pamoja na kujifunza matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa. Wataalamu wa ndani waliongozwa na Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, Afande IGP Camillus Mongoso Wambura, ambaye kwa mara ya pili ameendelea kuja kutoa somo kama mwalimu. Afande IGP, tunakupongeza sana kwa kazi nzuri hiyo. Lakini pamoja na Afande IGP, kamisheni zote za polisi zote 7 na ile ya Zanzibar walifika kufanya mawasilisho kwa ajili ya kuwajengea uwezo wahitimu hawa. Lakini pia tuliwaalika watu mbalimbali, kwa mfano Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano Tanzania TCRA, Chuo cha Diplomasia, masuala ya itifaki, Chuo cha Taifa cha Utalii, Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMKI, Wildlife, Chuo cha Taifa cha Utalii, BRELA, Tume ya Ushindani, Fair Competition Commission, TPDC, KOSOTA na Ofisi ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Pia tuliwaalika Ofisi ya Mdhibiti Viwango TBS, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na Kituo cha Taifa cha Kupambana na Ugaidi National Counterterrorism Center. Wote hawa walifika wakafanya mawasilisho kwa ajili ya kuwajengea uwezo wahitimu wetu hawa. Mheshimiwa Rais, wadau hawa wamechangia kwa kiasi kikubwa
katika kuimarisha uwezo wa wahitimu wetu, hususan katika utambuzi wa majukumu pamoja na uelewa wa sheria zinazosimamiwa na taasisi mbalimbali. Kupitia michango yao, wahitimu wamejengewa uwezo wa kina wa kutafsiri na kuzingatia matakwa ya kisheria katika utekelezaji wa majukumu yao watakayopangiwa. Mafunzo kwa vitendo. Mheshimiwa Rais, mbali na mafunzo ya darasani, wahitimu pia walipatiwa mafunzo ya vitendo kama ifuatavyo: mazoezi ya kioperesheni yaliyojulikana kama Field Training Exercise FTX, lakini mazoezi haya yalihusisha vitendo vya uigaji wa matukio ya kihalifu simulation, ambapo walijengewa uwezo wa kupanga, kuratibu na kukabiliana na matukio hayo kwa ufanisi kwa kushirikiana na wadau wa ulinzi na usalama. Medani za kiusalama. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa ambao leo wanahitimu wameshiriki mafunzo ya medani za kiusalama katika poli la Mkomazi lililoko wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, na kwa sababu hiyo wamejengewa uwezo wa kwenda kukabiliana na changamoto zozote za kiusalama zinazoweza kutokea katika himaya zao watakazopangiwa. Mheshimiwa Rais, naomba niseme kwamba mimi binafsi pamoja na timu yangu ya wakufunzi wa Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam kwa ujumla wake tumetimiza wajibu wetu, kwani tuna imani thabiti kuwa mafunzo haya yamewajengea wahitimu nidhamu, uwajibikaji, ufanisi wa hali ya juu katika utendaji wao wa kazi. Aidha, mafunzo haya yataimarisha mshikamano miongoni mwao pamoja na kukuza uwezo wa uongozi na mawasiliano katika ngazi zote za utumishi watakapokuwa. Na hivyo tunatarajia kuona mabadiliko chanya yatakayoongeza tija na ubora wa huduma za kipolisi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa, katika kuunga maelekezo ya ofisi yako na ya Mheshimiwa Makamu wa Rais juu ya utumiaji wa nishati safi, Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam kimeingia makubaliano na TBDC ambao wametuletea mtandao wa gesi asilia ambayo sasa tunaitumia katika kupikia, na kwa sababu hiyo tumeokoa karibu shilingi milioni 3 kila mwezi ambazo sasa zinarudi katika kutumika kwenye shughuli nyingine, kwa sababu matumizi ya gesi asilia matumizi yake yako chini sana ukilinganisha na gesi tuliyokuwa tunanunua kutoka Oryx. Mheshimiwa Rais, hali kadhalika katika kuongeza weledi na fani mbalimbali kwa wakufunzi, mwaka wa masomo 2025-26 wanafunzi 6 wamehudhuria masomo ya nje. Tunamshukuru sana Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Camillus Mongoso Wambura kwa juhudi zake za kuendelea kutafuta fursa mbalimbali za masomo nje na ndani ya nchi. Fursa hizi haziji kwa bahati mbaya, ni matokeo pia ya jitihada zako wewe mgeni rasmi Mheshimiwa Rais katika kujenga mahusiano bora na mataifa hayo mengine ambako afande IGP ameendelea kutafuta fursa hizo. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema hayo, naomba nitoe taarifa ya jumla ya ufaulu wa wahitimu hawa ambao wamefundishwa ya jumla masomo 14 kama nilivyotaja ya nadharia na vitendo, lakini pia wamefundishwa kwa kufuatiliwa mtu mmoja mmoja, na matokeo yako kama hivi ninavyoeleza hapa. Jumla ya wahitimu unaotarajia kuwafungia mafunzo, maafisa wapo 719 kwa mujibu wa vigezo vilivyowekwa. Wanafunzi hawa wamepata wastani wa zaidi ya 50% kwa masomo yote 14 na ufaulu wao umewawezesha
kufaulu na kustahili kuvishwa vyeo ambavyo tayari wamevishwa asubuhi. Mheshimiwa Rais, wakaguzi nao hakuna aliyefeli, wako 366 na wote wameshastahili, wamepandishwa vyeo kwa sababu walifikia viwango ambavyo vinahitajika na chuo. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema haya, kwa heshima na taazima, ninaomba uniruhusu nimkaribishe mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Camillus Mwongozo Wambura ili aweze kusema neno, na baadaye atamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ajili ya kutoa neno na kisha kukaribisha wewe ili uweze kutoa maelekezo, lakini uweze kutufungia mafunzo yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Msingi wa mafanikio yetu. Asante sana, tunaomba tumpigie makofi.